Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. William Wangimembe Lukuvi, hili ndio jina halisi la William Lukuvi. Alizaliwa mwaka 1955 katika eneo la Mapogoro huko mkoani Mbeya. Alifanikiwa kupata elimu yake ndani na nje ya Tanzania, na mpaka anafikwa na mauti alikuwa na shahada ya uzamili toka chuo huria Open University katika tawi la Dar es Salaam, akichukua fani ya sayansi ya siasa. Kabla ya kuingia kwenye siasa, William Lukuvi amehudumu kama mwalimu akifanya kazi kwenye shule mbalimbali nchini Tanzania na kuwa chini ya Wizara ya Elimu ya wakati huo. Maisha yake kwenye siasa, wengi watakuwa na maswali mengi hapa, lakini William Lukuvi ni mmoja ya wanachama wa mwanzo kabisa wa Chama cha Mapinduzi CCM, akiwa mwanachama tangu mwaka 1977 wakati ambao chama hiki kilianzishwa. Na akiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, ameshika nafasi mbalimbali za uongozi kuanzia ngazi za wilaya na kitaifa, kuanzia miaka ya 80 hadi mauti yalipomfika, akiwa kama mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Pia Lukuvi amewahi kuhudumu kama mkuu wa wilaya ya Bukoba, mkuu wa mkoa wa Dodoma na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na hii ilikuwa kati ya mwaka 2005 mpaka 2010. William Lukuvi ambaye aliingia bungeni rasmi mwaka 1995 aliaminiwa na viongozi wakuu wa nchi, kuanzia rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin William Mkapa, ambapo alimteua kwenye wizara mbalimbali. Kwanza alimteua kama naibu waziri wa vijana na ajira, nafasi ambayo aliitumikia kwa miaka 5. Jakaya Kikwete akampa wizara nyingine ya ofisi ya waziri mkuu, bunge na uratibu. Na wakati wa hayati John Pombe Magufuli, Lukuvi akakabidhiwa wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, wizara ambayo ilimpa nafasi ya kutambulika zaidi hasa kwa kizazi cha sasa ambacho kinajulikana kama Gen Z. Katika serikali ya awamu ya 6, William Lukuvi amehudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi na wizara mbalimbali, ikiwemo wizara ya ardhi, ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge, lakini pia kazi maalum Ikulu, lakini pia amepata nafasi ya kuwa mshauri wa rais masuala ya siasa. William Lukuvi amefariki akiwa na umri wa miaka 70 na kuhudumu kwenye siasa kwa takriban miaka 50. Naahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. William Lukuvi atakumbukwa kwa misimamo yake na mtu asiyeyumbishwa na jambo lolote lile wala mtu yoyote yule. Lakini pia William Lukuvi anatajwa kama mmoja ya viongozi wazalendo zaidi kuwahi kutokea nchini Tanzania. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, lakini pia usisahau kufuatilia Crown Media kuweza kupata taarifa zaidi kuhusu kile kinachoendelea kuhusu msiba huu. Na moja kwa moja Niegira, nilikuuliza pale awali, kwa upande wako unamtazama vipi ama unamzungumza vipi marehemu William Lukuvi, hasa katika ule upande wa engo ya kisiasa pamoja na uongozi hapa nchini Tanzania? Kwanza ni seme pole sana kwa kumpoteza kiongozi, lakini pili kumpoteza mbunge wa jimbo la Isimani. Amekuwa kiongozi katika taifa letu kwa muda mrefu na amehudumu kwenye nyadhifa mbalimbali, na kama taarifa ambavyo imesema kwamba alikuwa mwanachama wa kwanza wa Chama cha Mapinduzi. Of course kwa mwaka aliozaliwa, na takuwa ni kweli kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo amekuwa ni mwanasiasa ambaye hakuwa na maneno mengi sana, hakuwa sio mzungumzaji mno kwenye vyombo vya habari au pale na hapa. Amekuwa ni mtu wa msimamo sana wa hasa matendo ya moja kwa moja, na unaweza ukaangalia siasa zake zilikuwa ni siasa za
kivitendo zaidi na za msimamo, na ukisikiliza shuhuda mbalimbali ambazo watu wanazitoa sasa hivi utagundua kwamba alikuwa ni mlezi wa vijana wengi na alikuwa ni mshauri kumbe katika masuala mbalimbali kwa vijana ambao tunawaona ndani ya siasa zetu na namna ambavyo wanafanya mambo yao. Na hivyo ukiangalia kipindi akiwa katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Makazi, alijitahidi kushuka chini sana na kuwahudumia wale ambao walihitaji huduma yake, ambao walistahili kimsingi. Matatizo ya ardhi aliweza kupambana nayo kadri ambavyo aliweza, na namna hiyo amejulikana kwa siasa za hivyo. Kwa hiyo ni mtu naweza tukasema mwenye diplomasia ya hali ya juu, hasa alipokuwa na mambo ya kimsingi ya kufuatilia. Alikuwa ni mtu wa chini chini, mtu wa kupita pande pande. Uwezi ukagundua kwamba alikuwa mbele, lakini kumbe amehusika kwa kiasi kikubwa katika kufanya sura fulani ionekane. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye siasa za kati. Hazikuwa siasa za marumbano, hazikuwa siasa zisizokuwa na marumbano. Ni siasa ambazo alikuwa ni mtu wa kati. Si baridi sana, si vuguvugu sana, si moto sana, na alikuwa na silaha yake hiyo ya ukimya na kufanya mambo kwa kadri ya msimamo ambao alikuwa nao. Ni mambo gani ukimtazama unaweza kuyataja alijitokeza kwa upande wake wakati akihudumu katika nafasi mbalimbali serikalini, tukiangazia katika ngazi ya waziri na hata ubunge pia wa kule Isimani? Isimani siwezi nikazungumza sana, lakini akiwa waziri tunaweza tukaona hasa kipindi akiwa waziri wa ardhi, migogoro mingi ilitatuliwa na kero nyingi za wananchi ziliweza kutatuliwa na watu waliweza kufunguka kwa kiasi kikubwa, na masuala yaliyokuwa yanahusiana hati kuingiliana za ardhi na majengo na nini, mambo hayo yaliangaliwa kwa ukaribu, na nafikiri ndiye aliyetengeneza msingi mzuri wa Wizara ya Ardhi sasa kuwa namna hii inavyoonekana katika upande hasa wa ardhi. Migogoro ilikuwa ni mikubwa na kulikuwa kuna mambo mengi sana, viwanja, watu wameingiliana. Kwa hiyo katika kipindi chake kile alionekana kwa kweli kusaidia na kutoa mwanga mkubwa sana katika eneo hilo na kusaidia watu waweze angalau kujisikia furaha wanapokuwa wanaenda Wizara ya Ardhi. Tukitazama katika upande wa uongozi wake, unahisi ulijengwa zaidi katika masuala yenye misingi ipi ya kinidhamu tunasema, ama uwajibikaji, ama ukaribu na wananchi? Vyote vitatu. Ukaribu na wananchi, hasa pale alipokuwa waziri wa ardhi, waziri wa ardhi, nyumba na makazi, alishuka mpaka kwa mwananchi wa chini. Kwa hiyo yaonekana, sijawahi kuishi mimi Kisimani kule, yawezekana kwa kiasi kikubwa alifanya vile vile kwa sababu ameendelea kuwepo kwa muda mrefu, na ni waziri kwa mfano aliyehudumu kwa muda mrefu wa miaka karibia 7 kwenye wizara moja, na hivyo alikuwa na mwelekeo huo, lakini vile vile alikuwa na siasa za nidhamu fulani, kwa sababu hakuwa mtu wa maneno sana ya maudhi na nini. Na pale alipoonyesha namna yake ya makucha katika masuala mtambuka fulani, aliweza kujisitiri kwa namna fulani ya kutoendelea kuyasema kwenye vyombo vya habari na kuyakuza, kwa sababu watu wengi huwa wakisha semwa wanaamka kujibu hoja kwa namna ambavyo hasira na hisia zao zimewatuma, lakini yeye hakuwa hivyo sana. Ndio watu wengi watamsema kulingana na walivyoishi naye kwa karibu. Mimi nasema kwa picha tu hiyo ya juu ambayo niliona akifanya. Inawezekana huko kwa karibu mtu mmoja na wale wengine waliokuwa karibu yake bungeni na wapi wakawa wanajua zaidi wanachoweza kueleza kwamba ni cha ziada kama anachokieleza mimi. Kila binadamu tunasema huwa ana sifa yake. Ndiyo. Na mara nyingi katika maisha yetu kila siku unaweza kumchambua mtu ukasema huyu ni mwamba fulani. Huyu alikuwa na udhaifu fulani. Huyu alikuwa bingwa kwenye jambo fulani. Kwako William Lukuvi anasimama wapi? Si mjui kwa undani sana, lakini namweka alikuwa mtu wa kati. Alikuwa ni mtu ambaye msimamo wake haukuwa ule wa nginja, ila nadhani alikuwa anaongozwa na falsafa ya kati sana. Na ukiangalia kipindi amezaliwa na mpaka anajiunga Chama cha Mapinduzi, kilikuwa ni kipindi cha siasa za kati.
siasa ambazo haziangalii kulia kushoto, ni za kati. Kwa hiyo alikuwa ni kiongozi ambaye nadhani naweza nikamsema hivyo kwamba alikuwa ni wakati. Sasa binadamu wote tuna mapungufu yetu. Yawezekana na huo ukati wake ulikuwa ni tatizo kwa namna moja au nyingine, na katika misimamo ambayo alitakiwa labda kuonyesha kwamba hapana, watu walitegemea sauti hiyo isikike kutoka kwake, na kwa ukongwe aliokuwa nao ndani ya serikali hawakuisikia. Yawezekana huo ukawa ni sehemu moja ya kitu ambacho sio kizuri kwa wengine. William Lukuvi ameondoka akiwa waziri wa upande wa nchi, ofisi ya waziri mkuu pale. Bila shaka mtu yoyote akiwa ndani ya madaraka anapoondoka ghafla kama hivi, pengine panakuwa na pengo kubwa, ama kwa namna yake serikali inaweza kuwa imetikisika. Hili unalisema vipi? Unajua, kila mtu ana namna yake, ana kisimati chake kila mtu, na hivyo lazima tu kuwepo kutikisika, kwa sababu ni si kitu ambacho walikuwa wamekitarajia. Kwa hiyo hiki kitaleta mabadiliko pia, kwa sababu lazima aende kugombea mbunge mwingine, lazima atateuliwa waziri mwingine. Kwa hiyo namna yote hiyo itabadilika, lakini kingine, namna yake ya kufanya mambo ni tofauti na mwingine atakavyokuja. Kwa hiyo lazima serikali imetikisika kwa kiasi fulani kwa sababu ya hiyo nafasi ya yeye kuwa wazi au kuondoka kwake ghafla. Kifo chake kinaacha pengo gani kwa jumla, hasa katika masuala haya ya siasa za hapa nyumbani Tanzania na ndani ya bunge? Niseme yeye alikuwa ni kati ya wazee, yani wakongwe ndani ya bunge na katika uwaziri, na hivyo ni wazi kutakuwa na pengo ambalo litahitaji muda kulijaza, lakini kila binadamu anaondoka na kitu chake. Yeye alikuwa hivyo, ameenda, atakuja na mwingine, atakuwa na namna nyingine. Bado tumuombee tu pumziko na maisha yanaendelea. Ndio tabia za binadamu, ndio dunia yetu. Kwa hiyo hata Yesu aliondoka, aliendelea maisha, yani iko hivyo. Kwa hiyo serikali itajipanga tu, na siwezi kusema kwamba watapata yeye, hapana, watu watufanani, lakini wataendelea tu kama serikali na maisha yataenda. Kuna swala ambalo linaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii huko nje. Ukitazama vifo vinapotokea, hasa viongozi wa serikali, baadhi ya watu wamekuwa kifurahia na si kuhuzunika. Hili unalizungumza vipi Patenus? Silizungumzi kwa uchanya. Ni jambo ambalo tunahitaji kuliangalia vizuri kwa sura mbili. Moja, hali yetu ya kibinadamu, hasa katika masuala ya maisha, inaanza kuingia mgogoro, inaanza kuingia wasiwasi, kwa sababu tunapoanza kushangilia vipo vya watu, na hata kama walikuwa ni maadui zako, nadhani unakuwa na mgogoro wa tafsiri sahihi ya kile ambacho wanapigania. Japo ndio Waswahili wanasema adui yako muombe njaa, ila hawasemi muombe kifo. Na utamaduni wa Kiafrika, yoyote anapokufa wote tunayaacha yale na tunajiunga katika jambo moja na tunasonga mbele. Huo ni upande mmoja, lakini upande wa pili yawezekana ni sehemu moja ya protest. Kwamba tunachuki sisi, tunaumizwa sisi na tusikilizwi, na hivyo yoyote atakayekufa kwetu ni furaha kutoka kwenye kapu fulani. Kwa hiyo tuichukue sauti hiyo kwa namna hiyo, lakini vile vile tuendelee kusema kwamba si tabia njema hata kama ni maadui zako. Sisi watu wa imani tunaambiwa muombe adui yako, muombe mema. Na hata katika sala wanasema wafurahishwi na kifo cha mtu muovu. Kwa hiyo hata kama ni muovu haimfurahishi. Kwa hiyo nadhani tunabidi tujitafakari kwa sura hizo mbili nilizosema. Sawa. Patenus, mimi nakushukuru sana kwa nafasi yako kuweza kushiriki nasi kulizungumza hili la kifo cha marehemu William Lukuvi. Tunakushukuru sana na tukutakie majukumu mema. Asante sana. Ni Patenus Niegira, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uongozi kutoka hapa nyumbani Tanzania. Tumejaribu kuangazia maisha ya marehemu William Lukuvi. Alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na masuala ya wenye ulemavu, lakini vile vile mbunge wa jimbo la Isimani aliyefariki dunia hii leo asubuhi. Kwa hivyo tunamwombea kila lililo jema, Mwenyezi Mungu aweze kumpokea na kumhifadhi, ndio sema mahala pema peponi. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.